Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kama ilivyo ada na kawaida, tupo katika jukwaa la Dr. Said na Sheikh Sufu Diwan Al-Ghazali. Bila kupoteza wakati, jukwaa tunafanyika hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila Alhamisi. Hivyo tumia jukwaa hili kama sehemu adhimu na adimu ya kuweza kupata yale ambayo yalikuwa bora. Kwanza kabisa kujifunza katika mambo ya aina mbalimbali, lakini pia kuweza kupata matibabu yalikuwa bora kabisa ya kiafya, lakini pia ya kimioyo, manake uweze kuwa imara kabisa. Kama ilivyo kawaida, nipo naye Sayyidna Dr. Sheikh Sufu Al-Ghazali. Takwenda kungana hivi punde tu kwenda kutazama miongoni mwa mada ambazo huenda wengi tunazisikia, lakini hatujui uhakika na ukweli wake upatika hali ya namna gani. Manake wapo watu wanazungumza swala zima la uchawi, lakini uchawi kwa uhakika wake watu wafahamu ni kitu gani, isipokuwa tu zinazungumzwa yale madhara na hatari zake za uchawi wenyewe, lakini huenda uchawi wenyewe watu hawaufahamu kisawa sawa. Je, uchawi ni nini? Lakini pia ni kwa namna gani unaleta madhara na hatari katika jamii ama na afya kwa ujumla wake? Mimi nikwambie tu, unaweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu za simu 0748 86 97 33 au 0659 86 97 33. Zetu namba unaweza kutupigia moja kwa moja, ukasikilizwa, ukashauriwa na ukapewa mwongozo uliokuwa bora kabisa wa namna gani unaweza ukatufikia ama ukamfikia Sayyidna Dr. Sheikh Sufu Diwan Al-Ghazali. Nami pia nisiwe mwenye kutafuna muda ama kuchakata muda zaidi, ni kwenda tu kuungana naye Sayyidna Dr. Sheikh Sufu Diwan Al-Ghazali ili aweze kututia madini yaliyokuwa bora kabisa. Na mimi kwangu nitamwacha katika swali lifuatalo. Moja, kwanza kabisa tutaka tukajue uchawi ni kitu gani, lakini pia je, hatari zake ni zipi na ni njia zipi ambazo lau kama zitatumika zinaweza kutegua hayo machawi. Basi muda huu nipeke salamu kwa kisha baada hapo tutakwenda kujua mengi kunako kijukwaa letu hili la Dr. Said na Sheikh Sufu Diwan Al-Ghazali. Leo Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala khairil anbiya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Ikhwani, ndugu zangu, naam, Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan ameuliza maswali ya msingi kabisa kuhusiana na swala la sihr. Na tunapozungumza masala ya sihri, kwa maana tunazungumza uchawi. Na uchawi ni kitu hatari sana. Kuna watu wamepata madhara mazito lakini hawajui vyanzo vya madhara hayo kama asili yake ni uchawi. Lakini kadhalika kuna wale ambao wanajua kabisa kwa madhara haya tayari tumesibiwa na athari za uchawi, lakini hawajui sasa nini wafanye ili waweze kunusurika kutokana na madhara haya. Hapa ndipo ambapo insha Allah biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunataka tuelekezane taratibu zilizo sahihi za namna ya kutegua yale matego ya kichawi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, naam,
Bila shaka uchawi umegawanywa katika sehemu 410, yani umegawanyika katika sehemu 410. Na kila aina moja kati ya hizo 410 ina aina ya tiba zake ili kutegua yale matego ya chawi hizo. Namna ambavyo jinsi zilivyo, yani maana yake uchawi wa namna fulani hauwezi kuutegua kama jinsi ambavyo unavyoutegua wa aina nyingine. Na hapa ndipo watu wengi sana wanafeli katika kuyaendea masala haya, hasa katika kutegua yale matego ya kichawi. Lazima kwanza ujue ni uchawi wa aina gani ulomsibu ndugu yako, au ni uchawi wa aina gani ulokusibu. Baada ya kufahamu, ndipo itafahamika ni njia gani madhubuti. Lau zikipitwa njia hizo kwa utaratibu wake, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ni njia mujarabu sana ya kuweza kuondosha na kumaliza kabisa mashakili ya kisihri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Leo tutaeleza aina 3 za sihri kati ya hizo aina 410, alafu tutaelekezana kwa mujibu wa taratibu za kisharia ni vipi mtu anaweza kufanya ili kunusurika na mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Aina ya kwanza ya sihri leo tutaizungumza sihru ta'tili zawaj. Ni ule uchawi ambao kimsibu mwanamume au mwanamke, hapa atakuwa mtu huyu miaka yote, nyakati zote, muda wote, atakuwa ni mtu ambaye suala linaloitwa ndoa yeye atakuwa analisikiliza kwa majirani zake, lakini kwake yeye ni jambo ambalo la yatimu aslan, halitimii kabisa katika masuala ya ndoa. Leo utaona anachumbia, lakini huyo mchumba ambaye amepeleka posa kwake, baada ya siku 2-3 anamkataa, anamwambia sitaki hata kuona. Basi uchumba unafia hapo, ndoa hakuna. Lakini kadhalika tutakwenda kutazama aina ya uchawi wa pili, sihrul hawatifi, kwa maana ule uchawi ambao kimsibu mwanadamu anakuwa anasikia aswatan, yani masauti ya bila kumuona msemaji wa masauti hayo. Wapo watu wengi wamepata madhara hatimaye na wamekuwa wenda wazimu au wamepatwa na maradhi ya ukichaa kwa sababu ya aina ya uchawi unaitwa sihrul hawatifi. Lakini kadhalika tutaenda kutazama aina ya 3 ya uchawi unaitwa sihrul maradhi, uchawi ambao bila shaka una tatizo lile la kumsababisha mtu kujikuta anaingia katika maradhi ya aina kadha. Na tunaeleza masala haya ili iwe ni x-ray kwako, jipime vizuri, jikague vizuri kupitia maelezo haya. Lau kama utaona katika yale ambayo tunaeleza yamekusibu, jambo la msingi ni wewe kuchukua hatua za makusudi kabisa kwa haraka bila ya kuchelewa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sihru ta'tili zawaj, uchawi wa yule ambaye ndoa inaharibika. Inakuwaje katika hali za namna hiyo? Kwanza, taarifu yake huwa nau'un min as-sihri yaqumu fihi sahiru bitasliti al-jinni as-sari'i ala imra'atin bighardin haylulatin wa baina az-zawaj. Lakini mara kadhaa taarifu yake huwa nau'un min as-sihri, ni aina ya uchawi ambayo yaqumu fihi sahiru bitasliti al-jinni as-sari'i, yani huyu mchawi anachokifanya ni kutengeneza mashetani wa kijini, alafu anawasalitisha wale mashetani wa kijini, wanakwenda kwa mtu fulani, kisha baada ya kufika kwa mtu huyo sasa wanaanza kuharibu mifumo yote ya uchumba, wanavuruga mifumo yote ya ndoa. Akiwa kwenye uchumba, basi uchumba unakufa haraka sana. Akiwa kwenye ndoa, basi ndoa yenyewe itakuwa na misukosuko, haina furaha, haina amani, wala haina ladha, kutokana na aina ya sihru inaitwa sihru ta'tili az-zawaj. Sababu yake ni nini? Taslitu sahiri jinniyan au jinniyat ala imra'atin bihadfi tanfiri alkhitab min zawajiha wa dhalika an tariqa.
Lakini kadhalika miongoni mwa sababu za uchawi huu kufanya madhara ni yule sahir, kwa maana mchawi anamsalitisha mtu huyu anayemtaka na aina ya jini wa kishaitan. Imma akiwa ni mwanamume anasalitishwa na jini mwanamke, na akiwa ni mwanamke anasalitishwa na jini mwanamume. Na ndio maana Ibn Taymiyyah aliwahi kuulizwa, kaifa tatati liljinni qudrata ala dukhuli fi abdani linsani walhayawanat wa hum ajisam. Alisema, aliulizwa swali, inawezekanaje basi hawa majini wakaweza kuingia katika miili ya wanadamu au miili ya wanyama, hali ya kuwa na wao hao majini wanayo miili. Sasa mwili unawezaje kuingia katika mwili mwingine? Akasema, as-sababu fi dhalika anna Allah qad a'ta al-jinna wash-shayatina qudrata an tahawuli an khilqatihim al-asliya ka an yatasawwara al-jinni bi surati al-insan wa taratan yatahawaluna ila rihin wa hawa. Akasema mwamba kwamba mwenye sababu ya wao kuweza kuingia katika miili ya wanadamu na kufanya madhara ya aina kadha wa kadha ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo wa kuweza kubadilika kutoka katika maumbile ya aina kadha wa kadha. Ka an yatashakkala aljinni bi surati alinsan, kuna wakati ujini shetani anaweza kavaa na kujifananisha na maumbile ya mwanadamu, tena inawezekana akajifananisha na maumbile ya mwanadamu unayemtambua. Wataratan yatahawaluna ila rihin wa hawa, lakini wakati mwingine wanaweza kujibadilisha kwenda katika mifumo ya upepo mkali au hewa katika hali ya kawaida. Wanapokuwa katika hali ya namna hiyo, qudiru ala dukhuli fi abdani al-insan, hapo sasa wanakuwa na uwezo wa kuweza kuingia katika miili ya bin Adam na kuanza kuleta madhara haya na yale. Sasa wapo baadhi ya majini wa shaitan ambao wanatumiwa na baadhi ya wanadamu waovu kuleta madhara kwa bin Adam, ndio wanawavaa bin Adam, wanawaletea madhara katika sihri, katika aina ya uchawi unaitwa sihru ta'tili zawaj, kwa maana kuakhirisha, kuvuruga, kuharibu masala ya uchumba na hata suala la ndoa katika hali ya aina moja au nyingine. Lakini kadhalika hapa sasa hadafu yake ni nini? Kwa maana malengo ni nini? Malengo tanfiru alkhitabi min zawajiha, ni pale ambapo utapomuona huyu mwanamke hataki, yani akaja mtu kumchumbia vizuri kabisa, baada ya siku 2 anakataa, sitaki mimi, huyu mtu simuelewi, sioni kama ni mtu safi huyu ana tatizo kadha, yani tatizo anaanza kulitengeneza yeye mwenyewe. Au kama ni mwanamume anaanza kutoa kasoro nyingi, mwanamke yule naona kama kuna kadha, yani ili mradi, alafu anaanza kupotea, haonekani katika swala lile la uchumba. Hii ni hatari sana, ni katika aina ya sihri inaitwa sihru ta'til. Lakini miongoni mwa sababu zake tazhidu almar'at fi zawaji wa tanfiriha minhu wa karahiyatiha lahu walirrijal. Ndio utaona baadhi ya kina dada au wanawake ambao walosibiwa na aina ya uchawi huu sihru ta'til, wakasalitishwa shetani akaingia katika miili yao, utamwona ni mtu ambaye anaukimbia sana uchumba wake. Lakini kadhalika utaona ni mtu ambaye anaivuruga ndoa yake yeye mwenyewe, baadaye ukikaa ukamwambia anashangaa, kwa nini mimi nilifanya hivi? Ndio matukio yanajitokeza katika hali za namna hiyo. Lakini kuna baadhi ya nyakati utamuona anawachukia wanaume wote. Kwa hiyo hata wale wanawake mnaowaona miaka yote mnaowaona anasema wanaume wote ni kama mbwa tu, jua hao ni tayari wameshavaliwa na mashetani. Ni mashetani ndio anawapelekea kusema wanaume ni mbwa. Hakuna mwanaume ambaye ni mbwa bwana. Wanaume wote tuko safi kabisa na tunaweza kuoa vizuri kabisa na mambo yakaenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwanaume mbwa bwana. Wanaume wote ni watu safi kabisa. Lakini atakuwa safi pale anapofanyiwa mambo safi. Mtume anasema jubilat qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi ala man asaa ilaiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema moyo namna ulivyo umeumbwa kumfanyia mazuri yule ambaye naye anaufanyia vizuri. Lakini kadhalika namna ulivyoumbwa moyo
una tabia ya kumchukia yule ambaye anaufanyia mabaya. Wewe dada yangu, mfanyie mume matendo mazuri, alafu uone namna atakavyokuwa mtu bora na mtu mzuri kwako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa baadhi ya kina dada au baadhi ya wanamume ambao wamesibiwa na aina ya sihru ta'til, ndio utaona ni wale watu ambao wanaharibu ndoa zao, wanaharibu uchumba wao wenyewe, alafu baadaye wanakaa wanaanza kujutia imekuwaje katika suala kama hili. Lakini jambo la pili, baada ya sihiri hizi kumvaa mwanadamu, atakuwa katika hali za namna gani? Takbihu suratin fi nadhari al-khatibin au khatibain. Lakini kadhalika huyu mtu atakuwa anabadilika sura yake, anabadilika muonekano wake kwa mchumba wake. We kama ni mwanamume umekwenda kuchumbia mahala, basi mchumba kila akikuona anakuona, mbona we mandhari yako ya hovyo, yanatisha, mandhari mabaya. Lakini kama we ni mwanamke pia kadhalika umechumbiwa, pia huyu mchumba wako atakuwa anakuona katika mandhari hayo. Ndio utaona mtu anakimbia, haonekani tena. Ndio tunapata kesi nyingi sana, mtu anakuja anakuambia kwa kweli, yani mimi kila akija mchumba harudi tena. Hawezi kurudi kama una sihiri za namna hii. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru katika mashakili haya. Amin. Amin. Lakini kadhalika waraghibina fi nikahiha, na wale ambao wanaokuja kwa lengo la kutaka kuolewa au kuwaoa, utawaona ni watu ambao wanakuwa na hasira sana na chuki sana kwa wale waliowachumbia. Sasa ndio mtu anaona mchumba huyu nimemchumbia, hata kumuoa sijamuoa, tunaanza mizozo, tunaanza vikao vya usuluhishi. Hapa fai katika mazingira kama haya. Mtu anaamua kudisapia, anaondoka zake, anaona hapa si mahala salama. Lakini kumbe katika hali ya namna hii, huyu anashinikizwa na athari ya kishetani, na hasa shetani huyu ambaye anatumiwa na baadhi ya sahara, kwa maana wachawi, katika kufanya masala haya. Lakini kadhalika ka an yadhhara ra'suha lahum karasi himarin au gamusin, kama jinsi ambavyo huyu mtu ambaye mwenye mchumba inawezekana akawa anabadilika katika macho ya mchumba wake. Mchumba akimtazama anamuona mtu kama vile ana sura ya punda hivi, wakati mwingine anamuona kama ana sura ya gamus, yani yule mbogo hivi, au hayawani au mnyama yoyote, yani anamuona katika mandhari ya hali ya namna hii. Wewe utakwenda kuoa mahala hapo. Sihiri hizo ambazo ni hatari sana katika kuharibu masala na maisha ya ndoa au uchumba wa watu. Lakini kadhalika au shaklin qabihin akhara, au kadhalika anaweza kujiona ipo katika umbo baya la aina yoyote. Fayafiruna sari'an min albayti duna audatin ilayhi, hapo ndo utaona sa watu wanakimbia katika nyumba hiyo na wala hawaji tena kuchumbia mahala hapo. Ndio mtu atasema na watoto wa kike, wallahi watoto wangu wazuri mashallah, lakini hapiti mtu yani haji mtu kuja kuchumbia katika nyumba yangu. Kuna balaa hapo, wanusuriwe hao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. A'raduhu, viashiria vyake kwa haraka. Tunataka tukutambulishe viashiria vya mtu mwenye sihru ta'til ni hivi vifuatavyo. Mmoja, ba'dul mar'ati lizawaji wa karahiyat lirijal, yani bughdul mar'ati zawaj, ni pale ambapo unapomwona mwanamke anachukia sana ndoa. Yani ukimwona mwanamke yoyote anachukia ndoa, jua huyu tayari amepigwa na aina ya sihr, uchawi ambao unaitwa ta'til, na amesalitishwa na shetani. Anatembea na shetani, analala na shetani, anaamka na shetani. Kwa hali ya namna hii ndio utamuona anakuambia mimi sitaki kuolewa au mimi sitaki kuoa, sioni faida ya ndoa, wala sioni kama kuna maana katika ndoa. Ana shetani huyo, asaidiwe haraka sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio akili ya kawaida hiyo. Lakini kadhalika karahiyatiha lirijal, na kuchukia wanaume, ndio kuitambua na mfano wa hayo. Ana shetani tu huyo katika mazingira kama haya, anusuriwe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kiashiria cha pili, kuthratul qalaqi fil yaqdha, ni mtu kuwa na huzuni sana wakati anapokuwa macho, wal araqi inda an-naumi, lakini kadhalika na kulala kwa shida sana.
tafuta usingizi kwa shida na kwa tabu, ishara ya kwamba una sihru ta'til, uchawi ambao bila shaka umekuvaa, hasa kupitia katika shetani wa kichawi. Lakini kiasi ni mara kadhaa ni mtu ambaye anayekuwa anapoteza akili sawa. Yani anaweza akafanya matendo mpaka nyote mnaona hivi, huyu mtu salama kweli huyu? Basi anakuwa katika hali za namna hiyo. Hii ni hatari. Lakini kiashiria kingine, ashuru bidhiqi sadri wal iktiabi nafsi, ni mtu ambaye kuwa anahisi kifua kinabana sana, lakini kadhalika kuwa na msongo wa mawazo mara kwa mara, atakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini kiashiria cha tano, ru'yatul khatibain lilmar'ati fi suratin qabiha, yani ru'yatu lilkhatibin, kwa maana hawa ambao wanaokuja kuchumbia watakuwa wanamuona huyo aliochumbiwa fi suratin qabiha, akiwa na maumbile mabaya, lisura libaya. Yani wakati mtu ni mzuri anapendeza, lakini sihri inavombadili yule mtu katika muonekano wa mchumba wake, ndio mtu akimtazama anaona liuso libaya, lisura libaya, mandhari mabaya, alafu anajiuliza, hivi mimi kweli wa kuoa huyu mimi? Unaona, anaondoka bahala hapo. Hii ni hatari sana. Hizi ni sihri mbaya sana. Ni ishara ambazo ukiziona katika nyumba yako au ukaziona ishara hizi zinathibiti sana kwako, fanya juhudi za maksudi kuweza kunusurika biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika kiashiria cha sita, wa yumkinu an tara almar'atu alkhatiba fi suratin qabihatin aidha, lakini kadhalika anayechumbiwa kama ni mwanamke, naye ana uwezo wa kumuona huyo aliyokuja kumchumbia katika mandhari na sura mbaya vile vile katika hali. Yani huyu anamuona huyu wa hovyo na huyu anamuona huyu wa hovyo. Kuna ndoa hapo. Sihri hizo ambazo ni hatari sana, zinaweza kuleta athari katika maisha ya hawa wanadamu. Ilaju, sasa matibabu yake ni nini kwa mtu mwenye sihri ya namna hii, uchawi huu wa namna hii, sihru ta'til? Huyu tunasema qira'atu ruqyati kamila, maana yake huyu mtu anatakiwa pasomwe kisomo cha dua cha matibabu kilichokuwa kamili. Na hapa ifahamike, tunapoongelea swala la ruqya maana yake ni matibabu. Yani kuna mtu akisikia ruqya anajua ni nini? Ni Qur'ani. Kuna aya fulani zimeteuliwa, hizo aya ndio ruqya. Tena kimeandikwa sasa hichi ndio kitabu cha ruqya shar'iyya. Tena ruqya kisharia, mtu anaweka, unamuuliza sasa, je, hai ruqya shar'iyya mtume ndio alioteua hizi aya? Hakuna majibu. Ni mtu tukakaa kaziteua zile aya, kaziandika katika kitabu, alafu akaziita ruqyatu shar'iyya. Ruqya kisharia. Neno ruqya maana yake ni matibabu. Sasa lazima afanyike matibabu ambayo yaliyokamili, yanakwenda sambamba kutokana na aina ya sihiri hizi. Fa inna taqal jinni asari hawara almualiju bi khurujihi, ikiwa kama atatamka, yani atapanda yule sheitani katika mwili wa yule ambaye anayefanyiwa visomo maalum vinavyokwenda sambamba na tatizo la sihiri yake, hapa atafanya hiwar, kwa maana atafanya sasa mazungumzo naye. Na katika hizi hiwar kuna arkanul hiwar, kuna zile nguzo za kuzungumza na yule shetani ambaye yupo katika mwili wa mwanadamu, ili kumtoa bi asahali tarqin, yani turqin, kwa njia nyepesi sana. Zipo taratibu ambazo zinatakiwa, ndizo tutakwenda nazo katika darasa letu hili, ili watu waweze kujua nini wanaweza kufanya ili kunusurika kutokana na mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha jambo la pili, fa in sha'aratil mar'atu birrasha, kama huyu ambaye anayefanyiwa kisomo hichi atawisi mwili wake una rasha, unasisimka sana, au tanmili, au wakaisi mwili wake unapata ganzi, nusihati bishurbil miyahi almaqru'i alayhi, basi yani ananasiwa sana mtu huyu ili apate shifa, apone na awe vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala, basi atumie maji ambayo ndani yake amesomewa visomo maalum vinavyokwenda sambamba na aina ya
sihri hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sio kila sihri maana yake kisomo chake ni cha aina moja, la, bali kila aina ya sihri inatofautiana namna ya kisomo chake na namna ya matibabu yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana sisi tumekuandalia rasmi kabisa hii inayoitwa haqqul mujarrab, ikiwa katika sihri hizi, sihru ta'tili zawaj, wewe ambaye una alama na ishara hizi, la utapata fursa ya kuitumia hii bila shaka inayoitwa haqqul mujarrab, jurriba miraran wa sah, ni mujarrab sana katika kumaliza mashakili haya biidhnillah. Lakini sio katika kutumia hivyo tu al-ightisal, lakini kadhalika na kuoga kwa utaratibu uliokuwa mujarrab biidhnillah subhanahu wa ta'ala, yaumiyan hatta shifa, kwa kila siku itumike kwa utaratibu ambao utakaoelekezwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, mpaka mtu atafikia katika kupata ponyo kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi katika hali hiyo Mwenyezi Mungu atajalia kila la kheri na mambo yataenda katika mustawa na hali ya aina. Kwa hivyo wewe ambaye dalili hizi ambazo tumesema hapa unajiona unazo, basi jambo la msingi ni kufanya haraka. Wataalamu wanasema wadawi daa qabla an yaqula fihi tabibu dai a'ya fastatara fa innal harba mansha'uha hadithun wa kana sharru mabda'uha dhammara. Wataalamu wanasema yatibie maradhi haraka sana pale unapogundua unayo, kabla haijafikia wakati daktari akasema hapa alipofikia maradhi yako, kwa sasa hakuna namna, lazima usubiri kitachokwenda kutokea huko mbele. Kwa hiyo tibia maradhi yako haraka, hasa unapojua mashakili haya unayo. Na kwenda haraka tunatazama sihrul hawatif, aina ya pili ya uchawi katika zile aina 410. Sihrul hawatif, uchawi wa hawatif. Tukizungumza hawatif ni nini? Huwa naum min as-sihri, ni aina ya uchawi alladhi yukallifu sahir, ambaye huyu mchawi anauelekeza uchawi huo fihi jinniyan, anamkalifisha sheitani wa kijini, bi an yu'dhi insiyan, basi huyo amfanyie madhara mwanadamu fil yaqadha, pale anapokuwa yupo macho, awil manam, au anapokuwa amelala usingizini, wa yunadihi bi aswatin mukhtalifa, na huyu ndio mtu ambaye atakuwa, yani huyu sheitani anamuita mtu huyo kwa masauti tofauti tofauti, yaarifuha au la yaarifuha, katika masauti ya mtu anayemjua au hata masauti ya mtu asiyemjua. Ikiwa wewe unasikia sana unaitwa, au unasikia watu wanazungumza, inawezekana wakati wanazungumza ni masauti ya watu unaowajua au masauti ya watu usiowajua. Hii ni hatari. Wayatafawatu hadha sihru min darajatin, lakini kadhalika uchawi huu pia unakwenda kwa gredi zake. Uchawi wa hawatifu una gredi zake. Gredi ya chini inapomsibu mwanadamu humsababishia wasiwasi, kuwa na wasiwasi sana. Lakini gredi ya juu ikimsibu mwanadamu inamsababisha anakuwa mwenda wazimu, anachanganyikiwa kabisa katika hali za namna hiyo. Hivyo lau kama mtu ataona mashakili haya, basi achukue juhudi za maksudi. A'raduhu, na kwenda haraka haraka viashiria vyake ni hivi: araqu fil manami, ni mtu kuwa ambaye anapata uchovu sana akiwa usingizini. Waqalaqu fil yaqadha, lakini akiwa ipo macho hivi anakuwa ni mtu ambaye ana msongo sana wa mawazo. Kiashiria cha pili, simau halausin, ni mtu kuwa anasikia sauti, kana ahadan yukhatibu, yani kama vile yupo na mtu anayezungumza naye, au yunadihi, au kama kuna mtu anamwita, wala yara ahadan, lakini hana fursa ya kumuona huyo anayemwita. Hamuoni ila anasikia sauti, hamuoni ila anahisi kama anaongea na mtu. Hii ni hatari, ni aina ya sihr, uchawi unaitwa sihrul hawatifi. Lakini kiashiria cha tatu, alkawabis wal ahlamul mur'iba, lakini kadhalika ni mtu kuwa anaota mandoto ya ajabu ajabu.
lakini kadhalika wal ahlamul mur'iba, na ndoto zinazoogopesha na kushtusha. Yani wewe ambaye unaota mandoto ya ajabu ajabu, mara uko makaburini unakula nyama, mara mpo mnacheza magoma na mfano, mara unapaa uko angani huko na mfano hayo, hii ni hatari. Inawezekana kabisa umesibiwa na sihrul hawatifi, basi ukajikuta katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika sasa, huyu naye ni kitu gani ambacho kinachoweza kufanyika ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa? Yaqra'u almu'aliju ar-ruqya 'ala al-marid. Ni vema sana huyu mtabibu awe na maarifa ya kumfanyia kisomo kinachokwenda sambamba na aina ya uchawi huu ambao unaitwa sihrul hawatifi. Lazima iende sambamba. Insara almaridu wa nataqa aljinni khutiba, kama atapandisha yule mgonjwa, lakini kadhalika na yule shetani akatamka kupitia mwili wa mgonjwa huyo, khutiba, ataanza kuelezwa, wewe kwa nini upo katika mwili wa huyu, hata yaktania, mpaka ifike wakati amkinaisha kwa kumpa mauidha makali, wa yakhruja, na atoke baada taubati, baada ya kutubia kwa Mwenyezi Mungu, wa akhdhi alahdi alayhi, na kuchukua ahadi ya kutorejea tena biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yusra, kama hakupandisha sasa, yunsahu almaridu, ananasihiwa mgonjwa, ala almuhafadhati aladhkari walad'iya watahsinati alyawmiya, ajitahidi sana kuwa ni mtu ambaye anadumu sana katika adhkari zinazokwenda sambamba na madhara yatokanayo na aina ya uchawi huu unaitwa alhawatif. Sio kila uchawi, yani kila adhkari basi ni kwa sababu zinafaa kwa kila aina ya uchawi. Ndio baadhi ya watu utaona wanafanya adhkari nyingi na bado wanarogwa vile vile, kwa sababu aina ya uchawi uliokudhuru wewe na aina ya hizo adhkari unazozifanya ni vitu viwili tofauti kabisa. Ndio maana watu unasoma Ayatul Kursi wakati wa kulala na watu wanakuja wanaroga kama kawaida, lakini hiyo Ayatul Kursi anasoma mtu mwingine na mchawi hasogei. Sasa unashangaa inakuwaje hapa? Maana yake sihiri zilizokusibu wewe na sizo ambazo zinazokwenda sambamba na hicho kisomo au hizo adhkari ambazo unazileta wewe. Sasa utajuaje sihiri hii ni ya namna gani na nipite katika njia zipi ili mambo yaweze kwenda sawa sawa? Ndio tuende sambamba katika jukwaa letu hili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wal ad'iya, lakini kadhalika nazifanyike dua zinazokwenda sambamba na aina ya uchawi huu unaitwa alhawatif. Sio kila dua tu kwamba ni maalum kwa ajili ya kila uchawi. Yani kila aina ya uchawi ina taratibu zake, na hapa ndio watu wengi sana huwa wanafeli. Yani kaona huyu mtu ana sihiri, kaa hapa Yasini 40, basi zinapigwa pale Yasini 40, baada ya siku mbili mtu yuko vile vile. Je, hizi Yasini hazikufanya kazi? Hapana, umezipeleka katika mahala si pake. Hilo ndo shida ya watu wengi ambao katika masala haya ya tib yako hivyo katika hali za namna hii. Sasa sio tu kila mtu Yasini tu, Ayatul Kursi kuna taratibu, lazima ujue kapatwa na madhara ya namna gani. Kama jinsi ambavyo unavyokwenda hospitalini, sio kila mtu atapewa panado tu au kila mtu atapewa mseto tu. Yani wewe unauma TB, kifua kikuu, alafu unapewa mseto. Wewe unapaonaje hapo? Mseto ni dawa, sio dawa? Ni dawa. Lakini je, ni dawa kwa tatizo la mtu huyo? Hapana. Basi ndivyo na ilivyo katika mazingira kama haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini watahsinati alyawmiyya, lakini kadhalika lazima pia uwe unajua zile tahsinatu alyawmiyya, kinga za kila siku. Na swali la msingi ni kinga gani ni maalum kwa ajili ya kukinga uchawi huwa sihrul hawatif, na ni kinga gani maalum kwa ajili ya kukinga uchawi huwa sihru ta'tili na chawi zingine katika hali za namna hii. Hii ndio shughuli ya jukwaa hili, tutakuweka sawa ili mambo yaende vizuri. Hata ukikaa nyumbani uwe na uwezo wa kujisaidia wewe mwenyewe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haya wakati yanafanyika yaende sambamba na nini?
maa shurbi wal ightisali yawmiya bima quri'a alayhi arruqya, pamoja yani uwe mtu anakunywa na yale maji ambayo yalofanyiwa dua. Na ndio maana nasi tukakuandalia mujarrab kabisa, hii dawa yako bora inaitwa Haqqul Mujarrab. Jurriba miraran wa sah. Ukiona una mashakili haya yanayokwenda sambamba na aina uchawi unaitwa sihrul hawatif, basi kadhalika biidhnillah, wakati zinapitwa zile taratibu za visomo maalum kwa ajili ya uchawi huo, basi kadhalika wakati huo unatumia Haqqul Mujarrab. Jurriba miraran wa sah, mefanywa majaribio na mambo yakawa sawa. Na wataalamu wanasema la tasali tabiba ani dawa fasali almujarrab, siku zote usimuulize daktari au tabibu kuhusiana na dawa yake inafanya nini, fasali almujarrab, uliza ile ambayo imefanyiwa majaribio na natija ikaja kuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni aina ya sihri ya pili ya uchawi ambao unaitwa sihru al-hawatif. Lakini kadhalika vile vile inawezekana dawa hii Haqqul Mujarrab ikatumika birash, kwa kurashia katika nyumba ambayo inakuwa na mauzauza mengi. Maana kuna mtu mwingine yeye uchawi umemsibu, lakini kadhalika na nyumba yake haipo salama, basi Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kufukuza pia yale mauzauza ya pale majumbani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa haraka nimalize sihrul marad, uchawi wa maradhi. Bana, kama ilivyo kawaida mwesikia vizuri kabisa kwa ufasaha wake na kwa uhakika wake kabisa kwamba uchawi zizipo. Kuna kina dada ambao wao kiukweli hawapati ndoa, ama wanamume wanachumbia na hawafikii tamati ya kuoa, kwa sababu tutakuwepo kwa uchawi ambao unaweza ukazuia ndoa isifikie katika utaratibu ulio kamili kabisa. Hivyo unaripoti tu, si bwana mimi nilikuwa na mchumba wangu imefikia mahala nimetoa barua, lakini pia bwana sasa hivi anikatalia, fursa huenda kueta rumeshapigwa, nini cha kufanya? Lazima tu ukimbize ama ufukuze uchawi kutokana na njia ambazo zinazotakiwa kwa ufasaha wake, kwa uhakika wake, ili jambo liweze kwenda katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Na bila kusahau Haqqul Mujarrab ndio mahala pake hapo, basi shetani ambaye anatokana na uchawi hana nafasi inapokuwepo Haqqul Mujarrab katika hali iliyokuwa bora kabisa. Na yote kwa yote tunaweza kuona namna gani ambavyo ilivyo sihrul hawatif ilivyo ni mbaya na hatari sana katika maisha na afya zetu sisi wanadamu kwa namna moja ama nyingine. Unaweza kuona namna ambavyo ilivyo inavyoweza kumfanya mwanadamu akawa mwenda wazimu, kukua na wasiwasi, ukapoteza kujiamini. Yote yanasababishwa na kuwepo kwa uchawi al-hawatif ambao bila shaka unaweza kuona ulivyo na hatari kiasi katika maisha na afya yetu kila siku. Nini cha kufanya? Lazima taratibu zifuatwe katika hali kwa bora ili ufike katika yale malengo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na bila shaka Dr. Said na Sheikh Sofia Al-Ghazali anaenda kukuendelea kukuchambulia namna ambavyo utaweza kuona na kuna madhara na hatari za uchawi huu, uchawi wa maradhi. Namna gani watu hupatwa maradhi, lakini hupata maradhi na vyanzo maradhi haya yanakuwa ni uchawi. Hapo Sheikh, kabla kwenda nalo swali la msingi, kuna namna ambavyo watu wanaripoti kuumwa maradhi na wanakwenda hospitali wanapima, lakini hawaonekani kukutwa na maradhi. Lakini wapo ambao pia wanaumwa maradhi, wanapima wanakutwa na maradhi kweli, lakini kila kitumia dawa mapambano anakuwa ni mkubwa, wanashindwa kufikia tamati ya kumaliza maradhi yale. Nini kinaweza kawa katikati katika haya maradhi? Bila shaka kutakuwa na sihr. Na ndio maana tukasema taarifu ya sihrul maradhi ni nini? Huwa naw'un min as-sihri alladhi yaqumu fihi al-jinni as-sari'u bit-ta'thiri ala markazi min marakiz al-mukhi kas-sam'i aw al-basari aw al-ihsasi aw al-haraka fi tarf al-jismi aw al-juz' min ajza' al-jismi aw harakatin min harakati al-jismi. Ya Allah. Tayib. Bila shaka tunasema ya kwamba uchawi wa maradhi ni aina ya uchawi ambao atasimamia uchawi huo sheitani wa kijini aliyosalitishwa kwa mwanadamu kutoka kwa mtu muovu bitaathiri ala markaz min marakizil mukhi, kwa kuleta madhara katika sehemu miongoni mwa sehemu za ubongo wa huyu mwanadamu. Shetani, uchawi unaweza kuleta madhara katika sehemu ya ubongo wa mwanadamu, katika markaz, kituo miongoni mwa vile vituo 14 vinavyopatikana katika ubongo wa mwanadamu. Katika hali za namna hiyo, kasami,
kama jinsi ambavyo aina ya shaitani huyu ambaye anatumiwa na wachawi katika kuleta madhara katika afya na maisha ya binadamu, anaweza kuingia katika mwili wa mwanadamu akaenda kukaa katika sehemu inaitwa markazu sam'i, inayopatikana katika dimaghi, katika ubongo wa mwanadamu. Hapo sasa atakwenda kuleta madhara, fayasiru summa. Hapa sasa utaona yule mwanadamu alikuwa anasikia vizuri, lakini ghafla anapoteza usikivu wake, anakuwa hasikii tena. Hizi ni athari miongoni mwa athari za kisihri, ndio mtu anakuwa kiziwi maskini, na wakati hakuwa hivyo. Hii ni moja katika hatari za uchawi huu. Au albasari, au kadhalika uchawi huu unaweza ukaenda kukaa katika sehemu ya markazul basari, sehemu ambayo inapatikana katika ubongo wa mwanadamu, inayoshughulika na masala ya kuona. Akishafika pale huleta madhara, na hivyo kumfanya mwanadamu anakosa au anapoteza uoni wake, au anaweza akawa hata kipofu kabisa katika hali za namna hii. Huyu ndio katika baadhi ya nyakati anakwenda kufanywa vipimo hospitalini, anaambiwa markazul as-sam'i, sehemu ile ya kusikia inaonekana au harakati min harakati aljismi, au harakati katika haraka zile za mwili. Ndio utaona mtu anakosa utendaji katika mwili wake, lakini kumbe ni kwa sababu ya sihiri ndizo zimefanya katika hali za namna hii. Nini sababu? Au twende haraka haraka katika kutazama viashiria. Viashiria vyake, cha kwanza kabisa, ta'tilun hasatin au akthari min hawasil jismi, lakini kadhalika ni kuharibu hisia zote zinazopatikana katika mwili, au kuharibu kwa kiwango kikubwa cha hisia katika mwili wa mwanadamu. Ibn Qudama ndo akasema miongoni mwa uchawi upo uchawi ambao unamziwia mwanamume hata kuweza kuliendea tendo la ndoa pale anapokuwa na mkewe. Yani sihrul maradhi inaweza hata kumfanya mtu akawa kiope, yani akawa hawezi kuliendea lile tendo la ndoa pale anapokuwa na mkewe. Uchawi ni kitu kibaya sana. Anayefanya uchawi na akawa hajaacha na kutubia kwa Allah, basi ajiandae kwenda motoni, fanaudhu billahi min nari jahannam. Lakini kadhalika kiashiria cha pili, alamun bi juz'in min ajza'il jismi au bil jismi kullihi, maana yake ni huyu mwanadamu atakuwa anapata maumivu katika sehemu miongoni mwa sehemu za mwili. Anapata maumivu katika sehemu miongoni mwa sehemu za mwili, maumivu ambayo hayatambuliki kidaktari. Anakuwa na maumivu makali, au mwili mzima una ripoti maumivu katika hali za namna hiyo. Kiashiria cha tatu, uchawi wa maradhi, as-sudaun au as-sar'u, ni mtu kuwa na maumivu sana ya kichwa chenye tabia ya kuhamahama. Anaumwa upande wa kulia, mara kinakuja kinauma mbele, mara anauma upande wa kushoto, mara kinaumwa kichwa kizima, kinauma kichwa kizima kweli kweli. Hii ni hatari sana. Au mtu kuwa anaanguka na kuzimia zimia. Hii ni hatari ambayo inaweza kujitokeza. Au tashannujat, au kadhalika mtu anaweza kuwa anakakamaa mwili. Uchawi unaweza kufanya hivyo katika matukio kama haya. Lakini kiashiria cha nne, tawaqufun kulliyun au juz'iyun anil haraka, ni mwili mzima kustopishwa kabisa katika sala la harakati. Ndio utamwona mtu pale alipolala kama amekufa vile, kumbe ni sihri ndo zinafanya hali za namna hiyo. Lakini kiashiria cha tano, shalalun tarafin au akthara min atraf aljismi, kuparalyze kiungo kimoja au viungo vingi katika mwili wake. Yani anakuwa katika hali za namna hii, ni hatari sana sana. Yumkinu dhuhuru aradin au akthara min al-a'rad al-madhkura au nahwiha. Kuna wakati inawezekana viashiria hivi tulivyovitaja vikadhihiri, na vinawezekana vikaja viashiria vingine ambavyo hatujavitaja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Huyu sasa matibabu yake ni yepi? Ndio hapa nataka niseme kwa haraka haraka, ili kadhalika biidhnillah subhanahu wa ta'ala mambo yaende sawa. Na kwa leo ndo nitakuwa naishia hapa. Yajibu al-kashfu awalan an sababi udhui.
ni vema sana kwanza paanze kufanya tafiti sababu ya kupooza au sababu ya maumivu au sababu ya kukosa hisia, ni nini kilichopelekea mpaka mtu anakuwa katika hali za namna hiyo. Au nafsili almaradhi, au sababu za kisaikolojia zichunguzwe kwanza kwa huyu mgonjwa, au asabi, au za kimisuli kwa huyu mgonjwa. Fa in wajada au fa in wujida wa illa fasababu ghaliba alhasad, ikipatikana basi tunajua sasa sababu yake ni kadha. Na kama sababu hakuna, ndo yale uliyosema, watu wanafanya vipimo alafu havionyeshi nini tatizo. Fasababu ghaliban, kwa mazingira hayo sababu itakuwa ni alhasadu, itakuwa ni hasadi, wal ainu, na itakuwa ni vijicho, au ilmasu, au miguso ya kishetani, au sihru, au itakuwa ni machawi. Hiyo ndio sababu, yani ndio itakuwa sababu hiyo. Kama vyombo vya kidaktari havijabaini tatizo ni nini, basi hili ndio tatizo linalokusumbua ewe ndugu yangu hapo ulipo biidhnillah. Fa in kana sababu huwa almasu, ikiwa sababu inatokana na miguso ya kishetani au sihru, au inatokana na uchawi, yuqra'u alayhi ruqya, usomwa visomo maalumu vinavyokwenda sambamba na aina ya uchawi huu unaoitwa sihrul maradhi, ambao visomo vyake ni tofauti na visomo vya sihru ta'tili zawaji, ambao visomo vyake ni tofauti na sihrul hawatifi, tofauti sana, ipo hapo katika hali za namna hiyo. Fa in takallama aljinni yusari'u, ikiwa kama atazungumza huyu sheitani, basi zile hatua za uzungumzaji zitakwenda hivyo mpaka aweze kutoka. Wa illa, na kama si hivyo, basi kadhalika vile vile natakiwa apate ma'u ambao maqru'a alayhi arruqya, iliyosomewa ndani yake visomo maalum vinavyokwenda sambamba na sihri. Ndio maana tukakuandalia haqqul mujarrab. Wewe ambaye utakaona katika hii sihrul marad ambaye tumeeleza hapa, haya yamejitokeza kwako au yamethibiti kwa jamaa au ndugu au rafiki yako au mtu wako wa karibu, basi haqqul mujarrab hii jurriba miraran wa saha, ni muhimu sana katika kumaliza mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Unaweza kuwasiliana nasi mahala popote ulipo pale duniani, zinafika haraka sana biidhnillah. Iwapo zile taratibu zitatekelezwa, mambo yatakwenda katika mustawa na hali ya aina yake. Na mwisho kabisa, tuje hapa katika majambo yetu. Hapa tunayo hii dawa yetu mujarrab kabisa, inaitwa mkono wa Idi. Mkono wa Idi ni mkono mujarrab sana katika kumrejesha mwanamume kuwa imara na kuweza kunguruma vizuri pale nyumbani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yupo ndugu yangu katika ardhi ya Marekani, yani yeye kila kinipigia simu ana furaha tu, anasema shekhe, wallahi umeninusuru kunitoa katika nyakati ngumu ambazo nilikuwa ninapoliendea tendo la ndoa na mke wangu, mambo yalikuwa mazito mno, lakini mashallah hivi sasa natamani mara kwa mara na ninakuwa niko vizuri katika kuliendea. Kama watoto wanafurahia, sa mambo yanakwenda vizuri biidhnillah. Sasa wewe unasubiri nini? Acha kubabaisha katika sala la tendo la ndoa. Hapa panatakiwa kuwa imara, jitahidi sana upate upate hii mkono wa Idi kwa dozi yake kamili, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah. Lakini tunayo hii ambayo ni al-irham. Hii ni maalum sana kwa wale kina dada ambao wana uvimbe katika sehemu ya vizazi vyao, lakini mifumo ya ada zao haipangiki, inavurugika na kuparaganyika mara kwa mara. Hajui anaingia tarehe ngapi katika mwezi na wala hajui anatoka tarehe ngapi katika mwezi. Hii ni muhimu sana 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 kwa ajili ya kina mama, na hata wale ambao wanakuwa na harufu mbaya katika sehemu za kike, fangasi katika sehemu za kike, lakini kadhalika mirija ya uzazi imeziba. Hii ni muhimu sana kwa ajili ya kuzibua biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na ukifanya kizazi kuwa vizuri biidhnillah. Lakini kuna wale ambao wana thulul, zile chembe chembe ambao zinaweza kupelekea wao kupata
kansa ya sirtanu unuqi rahmi, kwa maana kansa katika sehemu ya shingo ya kizazi. Hii ni muhimu sana katika kumaliza mashakili haya na kukifanya kizazi kuwa chepesi katika kunasa ujauzito biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muhimu sana. Hebu itumie sasa, ewe dada yangu, ewe mama yangu, kuondosha athari na mashakili ya aina kadha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-irham ndiyo mpango mzima kwa maisha salama na afya bora ya kizazi chako ya mwanamama biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika tunaye prostate, tezi dume. Katika miongoni mwa dawa ambazo zimejichukulia umaarufu wa kutosha ni huyu prostate, kwa sababu tezi dume ni hatari sana na inahatarisha maisha ya wanamume wengi sana, wanakuwa hatarini kwa sababu ya maradhi ya tezi dume. Lakini insha Allah biidhnillah, hii tezi dume ni mujarrab, sababu tezi dume ukiwa nayo na uwezo wa kuletea madhara makubwa, na unapokwenda kufanyiwa amaliatul jarahia, masala ya operation, unaweza ukapoteza kabisa utendaji wa tendo la ndoa. Ikawa baada ya operation, basi kuanzia hapo na wewe khalas utabaki ndugu mtazamaji. Lakini kadhalika inaweza mtu baada ya kufanyiwa amaliatul jarahia ukawa ni mtu ambaye mkojo unakutoka bila mwenyewe kujitambua nyakati zote, muda wote. Hii ni hatari sana 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 kabisa. Lakini kadhalika unaweza ukawa ni mtu ambaye bila shaka umefanyiwa operation leo, baada ya muda si mrefu hali ile ikarudi tena katika mazingira kama haya. Kwa tunakwambia fanya jitihada za maksudi kabisa uipate hii prostate, ambayo ni matibabu mujarrab bila ya kufanya upasuaji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jilinde ndugu yangu, nusuru tezi kuwa imara katika kuliendea tendo la ndoa. Wanamume unapatikana hapo katika kuwa imara. Sasa lau kama utakuwa na maradhi ya prostate, inawezekana kukuharibia kabisa utendaji wako. Jitahidi sana upate dawa hii kwa dozi yake kamili, bila shaka mambo yatakwenda sawa biidhnillahi ilkarim. Haya, tunamaliza huyu bwana mkubwa huyu. Hii inaitwa tanwirul jasad. Hii ni kwa ajili ya kutia nuru mwili. Kuna watu wamerogwa katika uchawi ambao unaitwa sihrul fashli wal ya'si wal faqri. Kuna aina ya uchawi ambao kanuni yake ni kumtaka mwanadamu awe lofa. Una mipango mizuri sana lakini haitimii siku zote. Sasa na kuna sihrul ya'si, kuna uchawi ambao akifanywa mwanadamu kazi yake anakuwa kukata tamaa tu, kila kitu yanakatia tamaa. Hii pia ni hatari. Alafu wal faqri, na kuwa fakiri kabisa, yani yabiu kulla ma yamlikuhu, kila anachokimiliki yeye ndio anakuwa uza mzee, uza vyote ovyo tu. Alafu sasa ile aliyopata anaitumia ovyo ili mradi mambo yake yazidi kuwa ovyo zaidi. Hii ni hatari sana. Lau kama utapata hii tanwirul jasadi, takwenda kuondosha hasadi hizo, sihri hizo, na we kubaki salama na mwili kupata nuru. Hivyo kila utakayezungumza naye basi utakuwa kama vile una pete ya Nabii Musa katika ulimi wako. Tayari wana madhara tokanayo na uchawi wa aina mbalimbali. Nadhani sasa bila shaka umepata fursa ya kuweza kujikagua, kujitathmini hapo ulipo, ili kuweza kujinasua dhidi ya balaa zito tokanalo na uchawi za aina mbalimbali. Lakini pia bila kusahau tumeweza kuona na ambavyo mwanadamu anaweza kuitibia tezi dume bila ya upasuaji na akawa imara kabisa. Bila kusahau mwanamume kwa imara ni kuipata tu mkono wa Idi bila kumwacha pia nyuma bwana Ar-Ramadi kwa ajili ya macho yetu. Macho ndiyo dhahabu ambayo unaweza ukaisema haina mfano wake, kwa sababu ladha ni uone unachokiona na unachokisikia. Pia wakati mwingine kama inawezekana kuonekana kionekane, ndio ladha ya macho. Lakini usipoona unaweza ukajiona ni mtu mmoja dhaifu sana sana. Linda macho yako uweze kuwa imara, lakini pia linda macho yako yaweze kuwa salama, ili kuweza kufanya kheri ziweze kupatikana. Na yote kwa yote kumbuka tunapatikana
Inapatikana Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo unaweza kusema nasi kupitia namba 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34. Tupigie sasa ili kupata maelekezo yaliyokuwa bora kabisa. Idhnillah subhanahu, tunaamini kheri nyingi zitapatikana. Wasiliana nasi kupata yaliyokuwa bora idhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Hapana, anza kwanza intro kidogo. Leo ndio nimeenda juu kwa juu. Chuzi juu wapse. Nianze? Shukrani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, tunaingia katika kipengele chetu cha dua, na dua ya leo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaponye wale wenye maradhi. Amen. Kila yule ambaye ana maradhi au ana ndugu yake, mzazi wake, jamaa yake, mtu wake wa karibu ana maradhi, yupo kitandani, basi inshallah muweke nia. Sikiliza dua hii popote pale ulipo, weka nia, sema na Allah, mwambie ya Rabbi, na kuomba mponye ndugu yangu huyu. Ya Rabbi, mponye mama yangu, mponye baba yangu, mponye rafiki yangu au jirani yangu, yoyote yule katika wale ambao wana maradhi. Hii ni dua maalum kwa ajili yenu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu kwa pamoja, inshallah. Mola wetu bila shaka ni msikivu, inshallah. Twende katika dua. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Allahumma rabbana inna nas'aluka fi hadhihi sa'ati sharifatil mubarakatil mu'azzamatil mukarrama. Amin. Ya qadiyal hajat. Amin. Ya mujibad da'awat. Amin. Ya muqilal atharat. Amin. Ya man idha du'iya ajaba. يا من إذا سئل منه أعطى. يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن شاء الله tuweke nia, tuseme na Allah: ya Rabbi, tunanuia kusoma dua hii katika saa na siku hii ya leo, ya Allah, kwa ajili ya yoyote mwenye maradhi, ya Allah, popote alipo, takaitikia dua hii, ya Rabbi, tunakuomba mponye kutokana na maradhi yake kwa huruma na utukufu wako, ya Allah, ya Rabbal alamin. Inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. 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 سألت دارا تخبرني عن الأحباب ما فعلوا. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فقالت لي أقام القوم أياما فقد رحلوا. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فقلت
وأين أطلبهم وأي منازلي نزلوا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقالت في القبور فنولقوا والله ما عملوا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فخلى القلب يبكي دما وخلى الدمع ينهمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على عمر أراه مضى وقد وفاني الأجل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. على موتي أراه غدا قريبا سوف نرتحل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولا تجمع من المال ولا تدري لمن تجمع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقير كل ذي حرص غني كل من يقنى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلكت تيها بالبلوى وقت المن والسلوى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تيقن أنت ذنون بذوق المن والسلوى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكن بالليل قواما الرحمن في النجوى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تنال الحب بنيانا الفردوس ما نحوى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولا منا ولا السلوى بل البلوى مع المولى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
إلهي أنت يا سؤلي بلا من ولا سلوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن أعطيتني الدنيا أعطيتني الأخرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا أرضى من الدارين إلى رؤيات المولى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الفقر وارزقنا نظر إلى وجهك الكريم. اللهم ربنا اشفنا بشفائك ودونا بدوائك وعافنا عن بلائك. حق بسم الله شافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إنس ولا جان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه دود ولا حيوان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حشرات ولا طيران. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نسألك اللهم بحق بسم الله أولنا أنك رحمن رحيم مثالك وجنا لك ديان. نشتكي ضعف الحال بأمراض وفقدان. تقبل يا منان ويكن فيكون. Ya Rabbi, kila aliye na haja mpenali ya Rahman, umkidhie na haja mambo yawe sahalan, umjaalie na faraja kila wakati abadan. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, wenye kutaka watoto wajaalie atfali. Ya Rabbi, waondolee majuto wenye nawali. Ya Rabbi, wapate wengi watoto wenye khairi na akili. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, jaalia shifa kwa kila mwenye maradhi. Dua inayofaa imfaayo mwenye maradhi, iwe kwake ni shifai kama sunna na faradhi. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, kila aliyorogwa uchawi mwepuke, kwa dhahiri au faragha hakika umuondoke, bila miguu kusaga hata robo usibaki. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Na alio na shaitani dua hii umuauni, umuondolee majini bila hata ya ubani, umdhoofu shaitani pande zote mwilini. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Na asiye na mchumba mjalie ya Rabbana, bila kufukiza vumba. Taqabbal subhana. Alio na khairi mchumba na hikma nyingi sana. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, wenye wake wakorofi wafanye sahali, wawe wapole latufi na tabia halali, wawe na khairi lutufi na shari wasizijali. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, kila aliye na mume mkali kama pilipili, awe baridi tamami sio kama bulbuli, akunjwe usondimu furaha kwa kila hali. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Na aliye na kimada haraka afunge ndoa, si lazima kinanda. Taqabbal hii dua, asiharibu kitanda kwa zina lau halua. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, na asiye na kazi waijua nia yake, maisha yachuuze wala asiwe mpweke, matajiri wamtake kama yupo peke yake. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, kila aliye na kazi malipo yapate, na cheo kilicho wazi majuto yasimpate, pandishe na hadhi na heshima ipate. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi, tujail mapenzi tupendane Islam,
salam. Ya Allah tuondolee ushenzi tupate nyingi salam. Ya Rabbi tujail nyingi izzi katika Dar es Salaam. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. Ya Rabbi warehemu wazazi wetu kadhalika mashekhe zetu na pia babu zetu na hata bibi zetu, aidan jirani zetu na waislamu wenzetu. Taqabbal ya Mannan wa kun fayakun. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wa sallallahu ala khayri khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin.